swali la kwanza inaweza ikawa kidogo napo pia hapa utaweka sawa watu. Hii ni ziara ambayo anaifanya kwa sababu ya matukio yaliyojitokeza hivi karibuni ya mchezo wa mpira wa miguu kwenye kombe la AFCON? Hapana. Sio, na nimesikia hivyo pia kwamba watu wamemsikia waziri mkuu wa Senegal Ousmane Sonko anakwenda Morocco, basi watu wameunganisha moja kwa moja na matukio yaliyotokea ya kutokuelewana katika mchezo wa fainali baina ya Morocco na Senegal, fainali ya AFCON, lakini havihusiani. Na kuna wa Senegal ambao wamekamatwa, wako rumande kwa makosa ya kufanya vurugu baada ya mchezo na wakati wa mchezo. Kuna watu vurugu zilitokea na imeonekana, kwa hiyo wako rumande na wana kesi mahakamani kule Morocco kwenye jiji kuu la Rabat. Kwa hiyo watu wanaunganisha kwamba waziri mkuu wa Senegal amekwenda pengine kupatanisha, kujadiliana waachiwe au vinginevyo. Si kweli. Ukweli ni kwamba Senegal na Morocco wana mahusiano makubwa sana. Mashirikiano yao yalianza tangu Novemba 1960. Muda mrefu. Mara tu baada ya uhuru wa Senegal, wakati huo ikiongozwa na Rais Leopold Sedar Senghor, na wakati huo Mfalme Hassan wa pili wa Morocco ambaye ni baba wa huyu mfalme wa sasa. Kwa hiyo uhusiano wao ni wa muda mrefu sana. Sasa kilichotokea ni kwamba mwishoni mwa mwaka jana, kwa maana 2025, tangu hizo fainali zinachezwa, wala hata haijulikani fainali itakuwa ya Senegal na Morocco wala kitu gani, kulikuwa na mkutano. Na tena huu ni mkutano, ni kongamano ama mkutano wa jukwaa la kiuchumi wa mahusiano baina ya Morocco na Senegal. Huu ni mkutano wa 15 unaokwenda kufanyika tarehe 26 na 27. Ndio leo 26 ndio. Ni leo na kesho. Yes. Kwa hiyo ni leo na kesho. Kwa hiyo tarehe 26 mtu anaona kama kama kuna wiki moja hivi mbele. Yes. Kumbe tarehe zimefika zile mambo yetu. Sawa. Kwa hiyo ni mkutano wa kawaida wa jukwaa la uchumi la mahusiano baina ya Morocco na Senegal, ambao huu ni mkutano wa 15. Yaani wanafanya kila mwaka. Kwa hiyo wana miaka 15 wanafanya hii mikutano. Ni kongamano la uchumi. Wafanya biashara wakubwa wa Morocco na Senegal na wengine wanakutana. Mara nyingine inafanyikia Dakar, Senegal, nyingine inafanyikia huko Rabat ama mji mwingine wowote. Mara nyingi wanafanyia Marrakesh, mji wa kitalii ule, ama jiji kuu la kibiashara la Casablanca. Kwa hivyo wanafanya kwenye miji tofauti tofauti, na inakwenda ni kwao na huku na kule. Kwa hiyo hayakukuwa na uhusiano, japo kuwa hili halitokosa kuzungumzwa endapo mkutano utakuwa umeanza hiyo leo, na wanaweza wakayazungumza, lakini si lengo la hiyo safari. Na kwa mantiki hiyo hakuna namna yoyote ambayo hiki ambacho kimetokea kinaweza kikatikisa uhusiano wa hao mafahari wawili. Uhusiano wala hujatikisika, ni wananchi tu. Unajua kilichotokea hii dunia ya sasa pili na madege ime kuna msemo wanaotumia, wanasema dunia imevaa bukta. Yani imebaki waziwazi, yani ipo tu, yani kulingana mambo ya mitandao. Kwa wananchi ndio unaona kama wanasigana wao, kutupiana maneno, kupigana vijembe mitandaoni, vitu kama hivyo, utani na masiara. Utaona wa Morocco wengine wanasema sisi tuhame Afrika, tuachane na Waafrika, turudi zetu, tujiunge na dunia ya Kiarabu, ama tuende zetu Ulaya, vitu vya namna. Sasa mnakwenda Ulaya vipi? Na nyinyi wa Afrika. Nyinyi mpo huko Afrika. Unaona, wa Senegal anaambia mkitaka hameni, nendeni na nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni utani mwingi. Sasa watu wasioelewa mambo wanayazoa mpaka huko kwetu Afrika Mashariki, Tanzania humo, mtu anayazoa na yeye anaeneza anavyojua yeye kwamba uhusiano umeparanga. Sio kweli. Na ndio sababu baada hizo heka za mitandao kuzidi kule Morocco, ukweli ulikasirika wa Morocco kwa maana ya wananchi, na mfalme mwenyewe akaamua kuzungumza juzi hapa, akasema kwamba uhusiano wa Morocco na ndugu zao wa Kiafrika utaendelea kuwa imara sana, bila kujali yaliyotokea katika mchezo ule dhidi ya Senegal, mchezo wa fainali. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, uhusiano wao umeendelea, na juzi walizungumza kwenye simu baina ya waziri mkuu wa Morocco Aziz na waziri mkuu wa Sonko wa Senegal, kupanga mkakati wa mikutano yao.
Kwa hiyo mambo yameendelea, japokuwa kweli kwamba wa Senegal walipelekwa mahakamani juzi na watarejea tena tarehe 20 ngapi, sikumbuki 29 siku ngapi. Kesi inaendelea, watajua watamalizaje, na nadhani pengine kwenye mkutano huu inaweza ikawa sehemu ya kuyalainisha kidogo, watu wa michezo wanajua akili zao tena, na mara nyingine kunakuwa na tafrani za hapa na pale, lakini mahusiano yao ni makubwa na ni nchi ambazo ziko karibu sana. FM.